Haki Miliki Tanzania ni ofisi iliyo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, iliyopewa majukumu kadhaa ya kisheria ikiwemo kusajili kazi za kibunifu, na maanisha kazi za sanaa na kazi za maandishi. Lakini pia ofisi hii ilikuwa na jukumu la kukusanya na kugawa mirabaha, ambao kwa taratibu za kisheria sheria ilifanywa mabadiliko, then haya majukumu yakawa chini ya kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha. Ila pale ambapo hizi kampuni zitakapokosekana ndipo ofisi yetu inahusika na ugawaji huo wa mirabaha. Kwa hiyo tunapoongelea hii ugawaji wa tozo ya haki miliki, tunagawa kutokana na zile kipindi hicho ambacho zinakusanywa, kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha zilikuwa hazipo. Jukumu ya ofisi ya Haki Miliki Tanzania, moja ya jukumu lake ni kusajili kazi za kibunifu ambazo ni kazi za sanaa na kazi za maandishi, kuzuia na kudhibiti uharamia wa kazi za kibunifu, kutoa elimu na ushauri mbalimbali wa masuala ya haki miliki na haki shiriki. Lina jukumu pia ya kusimamia kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha, na pia ina jukumu la kukusanya na kugawa tozo ya haki miliki. Kwa muktadha huo basi, ofisi yetu inakaribia siku za karibuni inakaribia kufanya mgao wa tozo ya haki miliki kama ambavyo nilieleza ni moja ya jukumu lake tarehe 23 Januari 2026. Sawa. Watu wanataka kufahamu sasa kuna mirabaha ya aina ngapi? Okay, kuna mirabaha ya aina tatu. Kuna mirabaha inayotokana na tozo ya haki miliki, kuna mirabaha inayotokana na digital platform, lakini kuna mirabaha inayotokana na matumizi ya kazi za kibunifu. Na tozo matumizi kwa umma. Sorry, naweza kurudia, naomba nirudie. Kuna mirabaha ya aina tatu. Kuna mirabaha inayokusanywa katika digital platform, na kuna mirabaha ambayo inakusanywa kwa matumizi ya umma, na mirabaha inayotokana na tozo ya haki miliki. Na hiyo tozo ya haki miliki sasa nini? Tozo ya haki miliki ni tozo inayotokana na thamani ya vibebeo vinavyotumika kutunza, kusambaza na kudurufu kazi za sanaa na kazi za maandishi. Vifaa hivi vinaweza kuwa kama vile memory card, DVD, CD ambazo zinatumika kubeba, kuhifadhi na kusambaza kazi za kibunifu. Okay. Kwa nini ilianzishwa hiyo tozo ya haki miliki? Tozo hiyo ilianzishwa kwanza ili kuweza kuboresha maslahi ya wabunifu, kuweza kuwaingizia kipato wabunifu, lakini pia kutokana na ukuaji wa teknolojia. Kwa hiyo kumekuwa na utumaji wa kazi au usambazaji wa kazi bila mwenye mbunifu kuwa na taarifa kwenye vifaa hivyo ambavyo ni vifaa vya kielektroniki ambavyo tunaendana na ukuaji wa teknolojia. Vifaa hivi vinatumika kusambaza hizo kazi. Kwa muktadha huo basi, sheria ikabainisha wazi kwamba vile vifaa vinapoingizwa nchini au vinapotengenezwa vinatakiwa vitozwe 1.5% ya thamani ya kifaa, na hiyo hela inapokusanywa inakuwa ni sehemu ya mirabaha ambayo inatokana na tozo ya haki miliki. Kwa upande wa Kenya, kama ambavyo awali nimetaja kwamba wamekusanya kiasi hicho, kwa upande wa Kenya wao wana utaratibu wa kutoza vifaa hivyo. Kuna baadhi ya vifaa wanatoza kwa asilimia, kuanzia 2% mpaka 5%. Lakini kuna baadhi ya vifaa hivyo ambavyo nimesema ni vibebeo huwa wanatoza kulingana na shilingi. Kwa hiyo wamevigawanya hivi vifaa kwa makundi kulingana na sheria yao. Lakini kwa upande wetu sisi Tanzania tunachaji flat rate kwamba kila kifaa kitachajiwa 1.5 ya thamani ya kile kifaa. Tunaposema vifaa vibebeo hivi kwa sheria yetu ambao kwa sasa imepitisha ni vibebeo 13, ikiwemo
kinasa sauti, DVD, redio inayorekodi, television inayorekodi na vinginevyo kama hivyo. Kwa hiyo ni idadi ya vifaa 13. Lakini tumeomba kuongezewa vifaa vingi zaidi. Matarajio yetu sherehe itakapopita tutakuwa na vifaa vingi zaidi ambavyo vitatumika kutoza hizo tozo. Kwa hiyo tuna expect kupata mapato mengi zaidi kuliko haya ambayo tumepata kwa kipindi hiki. Okay, tozo ya kimiliki inatokana na nini sasa? Tozo ya kimiliki. Tumesema tozo ya kimiliki inatokana na thamani ya vifaa vinavyotumika kubebea, kutunza na kusambaza kazi za sanaa na kazi za maandishi. Ninaposema kazi za sanaa na kazi za maandishi namaanisha muziki, filamu, michoro, kazi zote ambazo zinalindwa na sheria ya kimiliki. Okay. Sasa ni kiasi ile swala sheria. Sawa, sasa ni kiasi gani cha fedha ambacho watapata? Ofisi imekusanya kiasi cha zaidi ya bilioni 1 na hiki kiasi kimekusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Wao ndio ambao wana dhamana ya kukusanya hiyo tozo ya haki miliki, then wanawasilisha kwa Ofisi ya Haki Miliki Tanzania. Kwa hiyo zaidi ya bilioni 1 zitagawiwa hiyo siku ya tarehe 23 Januari 2026. Kiasi hicho cha miraba tulichokusanya ambacho ni zaidi ya bilioni 1 kina mgawanyiko ambako 60% ya hiyo fedha itaenda kwa wabunifu na wasanii ambao ni kundi la muziki, filamu, sanaa za maonesho, sanaa za ufundi na kazi za maandishi. Kwa hiyo hayo ndio makundi ambayo yatanufaika na mraba huo. Tunaposema 60% itaenda kwa wabunifu, 40% inayobaki ambayo ni 40% nayo ina mchanganuo wake ambao umewekwa wazi kwa taratibu za kisheria na kanuni za mgao, ambayo 20% itabaki chini ya Ofisi ya Haki Miliki kwa ajili ya uendeshaji, 10% inaenda kwenye mgao wa serikali na 10% itaenda kwa mfuko wa sanaa na utamaduni ambao unahusika kutoa mikopo na kuwawezesha wabunifu. Huo ndio mgawanyo wa hizo bilioni 1 na zaidi. Sawa. Neno la kumalizia kwa ajili ya wasanii ambao wanakusikiliza muda huu na wadau wa burudani. Kwanza kabisa wajiandae kupokea miraba yao ambayo serikali imeweka juhudi na kuwathamini wabunifu, wasanii wa hayo madaraja yote. Serikali imefika hatua ya kutunga sheria ambayo itawanufaisha zaidi, kwa sababu hapo nyuma aina hii ya miraba haikuwepo. Kwa hiyo ni kwamba tumepiga hatua kihistoria, ni jambo la kujivunia, ni jambo la kujivunia. Hivyo tunawaalika wabunifu, wasanii, wanamuziki pia kuja kurasimisha kazi zao katika Ofisi ya Haki Miliki Tanzania ili waweze kuwa yani kujua nini haki zao na kupata haki zao kwa wakati, kujua vitu kama hivi vinavyoendelea. Wengi wao wako mbali, hawajui haki zao, hawajui nini. Kwa hiyo tunawaalika kuja kusajili, watakuwa karibu na watakuwa wanapata kila siku itwapo leo taratibu mbalimbali ambazo zinawanyanyua kama wabunifu, kama wasanii.